ndio dimba ambalo lipo kwa ajili ya mchezo wa ligi kuu ya NBC kati ya Mashujaa FC na Azam FC. Mchezo wa 15 kwa Azam FC msimu huu katika ligi kuu, na ni mchezo wa 17 kwa Mashujaa FC, inaongozwa na mwamuzi Abel William kutoka Arusha. Mashujaa wakifanya mabadiliko ya wachezaji wawili kutoka kikosi ambacho kilipata sare dhidi ya Fountain Gate. Kadhalika kwa Azam FC, wachezaji watatu walioanza dhidi ya Young Africans kwenye kikosi hicho hawapo. Yoro Mamadou Diaby. Vijana Mashujaa, matumaini yako kwa kocha Jamhuri Kiwelu Julio dhidi ya Azam iliyo chini ya kocha Flora Ibenge. Alama tatu zibakie katika uwanja wa Lake Tanganyika, kipenga kikipulizwa kuashiria kuanza kwa safari ya dakika 45 za kwanza za mchezo huu kati ya Mashujaa na Azam. Lakini hili ni kwa wale ambao wanamfahamu tangu akiwa anasoma. Faisal anaweka ndani! Nusra Talib Mohamed Nur alikuwa karibu kuiandikia Azam goli la kuongoza baada ya free kick nzuri ya Faisal Salum. Hesabu za kichwa chake hazikwenda sawa, inachongwa kona ya kuchonganisha ndani huko. Lusajo Mwaikenda, Faisal Salum, pigwa shoti la mbali, mpira unakwenda nje na kuwa ni goal kick. Angalia kilichotokea, ilipigwa ikaonekana kama imekataa pasi, lakini mpira ukaenda ukatua katika mguu wa kushoto. Lusajo, Faisal Salum na mpira mzuri ndani huku, lakini Himidi Mao anapoteza nafasi ya wazi. Inapotezwa kwa hesabu kutotimia za Himidi Mao Mkami Ninja Junior, wakati ambao mashabiki wakiendelea kuanikiza, hawaelewi wala kusikia chochote kile. Anaweka kwenye nia post, bado Sadio Kanute, nawekwa pasi ndani kwa Pascal Gaudens. Msindo anajaza ndani huku, Msindo unakwenda nje tena. Iliyekuwa pasi moja nzuri kweli kweli, na Pascal akareceive, ulikuwa mbali sana na upeo wa Lusajo Mwaikenda ambaye anapiga mgandila. Shaban imekaa, wakati ambao mashabiki wa Azam FC wale wa timu ilipo tupo ni hawa hapa. Ale Crispin Ngushi Mhagama Kihimbwa, jaribio lake linakwenda nje na Azam wanasalia kuwa salama kwa dakika hii. Baada ya Patrick Evans, mwamuzi Abel William kutoka Arusha anazikamilisha dakika 45 za kwanza kuelekea kuanza kwa kipindi cha pili. Zitakuwa salama kiasi gani ama kwa muda gani nyavu za Patrick Evans? Jefte Kitambala, Jefte Mkami, mpira mrefu kwa Jefte Kitambala, ameudondosha kwa kichwa ndani kwa Faisal Salum. Faisal ndani, Ali Sereri amechelewa. Jefte Kitambala aliudondosha ule mpira, Sereri akaugusa kumwekea Faisal, lakini alikuwa katika eneo sahihi katika muda sahihi. Patrick Evans Muntari, Faisal Salum, Jefte Kitambala, Jefte Kitambala, bola amelazimisha kutoka Jan Gita, Diakite offside. Mpira ambao aliucheza Jan Gita. Mwaikenda anajaribu kupita, Lusajo Mwaikenda anapiga cutback pass, tafuta Faisal, mrejea tena kwake mpira. Hii offside. Mwaikenda, wote wamehamaki, isivyo bahati mpaka mimi mwenyewe nimehamaki. Pigwa cross, alafu beki wa Mashujaa ndio amerudisha mpira. Imekuwaje ni offside? Yakite anakwenda chini, mwamuzi anasema ni foul. Kwa chini Gamala ananyanyuka, wanaondoka na ipanda daruga la Abdel Nasser Gamal. Yakite umekula chuma mpira ule. Aba
Abel wamekataa tena Mashujaa. Angalia Sheikh Nadia Kite alifanya kila kitu, lakini hesabu za mpira zikaenda kwenye nguzo. Mwamuzi Abel William anazimaliza dakika 90 za mchezo huu. Azam akilalamika kwamba zimechezwa chache tofauti na ambazo ziliongezwa. Mashabiki wa Mashujaa wakivuna alama moja nyumbani. Full time katika dimba la Lake Tanganyika Kigoma. Mashujaa FC 0, Azam FC 0.